Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, licha ya kwamba kuna mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakiweza kuendelea kunako katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo kwa sasa wapo kule nchini Morocco, ambako wameweka kambi yao kwa ajili ya mchezo mkubwa kabisa, mchezo ambao Young Africans wanahitaji matukio matatu tu kuweza kukamilisha misheni yao, ambapo klabu ya soka Young Africans wapo pale Morocco kama nilivyokuambia, jeshi lote zima ambalo liko pale, lakini mimi nimekusogezea taarifa kubwa kweli kweli ambayo inayoendelea kwa sasa kunako katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na mimi nikaona sio vyema kabisa ni kuacha hivi hivi nikusogezea taarifa ambayo utakwenda kujua kila kitu kikubwa ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Mambo huko unaambiwa ni mazito kweli kweli, licha ya kwamba shughuli inakwenda, lakini inaelezwa kwamba vitu ni vizito kweli kweli. Ni vitu gani hivyo? Utakwenda kuvijua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba ninacho hapa kwa mujibu wa ile taarifa ambayo imetolewa leo hii mapema kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni yapi hayo? Ni haya hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali wananchi. Bana, klabu ya soka Young Africans ambayo kutoka sasa imebakiza takribani siku moja tu kuelekea katika mtanange mkubwa kabisa, mtanange wenye kukata na shoka. Nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, ni klabu ya soka Young Africans kumrazi, ambayo itakutana na hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya Farabati kutoka pale nchini Morocco, ambako Young Africans na watakuwa wageni wa hawa nazungumzia Farabati. Inaelezwa kwamba taarifa ni nzito kweli kweli kutoka katika viungwa vya Farabati. Inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans ambayo itakuwa ikiweza kumenyana dhidi ya Farabati siku ya Jumamosi majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo klabu ya soka Young Africans itakuwa dimbani kuweza kukabiliana na hawa hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya Farabati ambayo inashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa kundi la klabu ya soka ya Young Africans. Sasa taarifa inaelezwa kwamba Young Africans ambao wanaitafuta hatua ya robo finali, inaelezwa kwamba sasa Young Africans wametua Morocco salama kabisa, ambapo tayari wameanza mazoezi yao, lakini unaambiwa kuna option tatu tu ili Yanga asonge hatua ya robo finali, kwa sababu ndio jambo muhimu, ambapo hizi option tatu anapaswa kuweza kuzifanyia maamuzi. Moja, ashinde mchezo huu dhidi ya AC Farabati, anakuwa amefuzu moja kwa moja kimahesabu. Young Africans ambaye ana pointi 5 akishinda anakuwa na pointi 8 ambazo zinamwezesha vizuri kabisa kuweza kushinda mchezo huu.
ama kwa kile ambacho unaweza kusema ya kwamba anakuwa amejiweka katika mazingira salama zaidi ya kuweza kufanikiwa kwenda hatua ile ya robo fainali, kwa sababu atakuwa amefikisha idadi ya pointi 8 ambazo pia wengine itakuwa ni ngumu kweli kweli. Labda pengine mechi ya mwisho Young Africans labda pengine afanye vibaya pengine sasa hapo, lakini jambo la pili ama option ya pili ni apate sare mchezo huu wa Farabati, alafu akashinde ama arudi Dar es Salaam, arudi Tanzania sasa kwenye uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar, acheze na GS Kabylie kwenye mchezo wa mwisho na ashinde huo mchezo. Kwa hiyo akipata sare, Young Africans anakuwa na alama 6 na huyu GS Kabylie na huyu Farabati anakuwa na alama 6. Kwa hiyo mchezo wa mwisho Farabati ambaye anakwenda kukutana na Al Ahly, ambapo Al Ahly naye hatakuwa kinyonge pengine wakati huo. Kwa hiyo watakuwa wote na alama 6 kabla ya mchezo wa mwisho, ambapo mchezo wa mwisho ndio utakaoamua, ama afungwe kwa tofauti ya bao moja tu, na ikiwezekana apate goli la ugenini kisha na ashinde mchezo wake wa GS Kabylie mwisho. Yani inawezekana kwamba afungwe kwa tofauti ya bao moja tu, yani kama ikitokea basi Young Africans afungwe bao moja tu na ikiwezekana apate goli la ugenini kisha na ashinde mchezo wake dhidi ya GS Kabylie, ambapo utakuwa ni mchezo wake wa mwisho. Kwa hiyo sasa hapo ukienda kwenye zile aggregate utaweza kuona namna gani ambavyo Young Africans kutoboa itakuwa kwake ni rahisi, kama tu endapo akifanikiwa kuweza kuzichanga hizi karata vyema kabisa kwa wananchi Young Africans kuweza kulipigania jeshi lao kuhakikisha kwamba wanafuzu kwenye hatua hii ya robo fainali, ambapo mpinzani wake ambaye wanatoka mji mmoja, nazungumzia klabu ya soka ya Simba Sport Club, wao tayari wamehaga mashindano yao mapema kabisa. Kwa hiyo sio sehemu ya kile ambacho kinachoendelea, wanakwenda kukamilisha tu ratiba sasa. Kwa hiyo Young Africans ndio amebeba jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba anaisaidia klabu ya soka ama Tanzania kupeperusha vyema kabisa bendera yake katika anga hizi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kazi ni kubwa kweli kweli kwa kile kinachoonekana ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans, kwa sababu timu zote ambazo amepangwa nazo ni timu ambazo zinaonekana kutoka upande wa Waarabu. Kwa hiyo unafahamu shughuli ambavyo inavyokuaga, si issue kitoto pale ambapo unakuja kuzungumzia kile kinachoendelea, ambapo Young Africans sasa wako wanaandaa dozi kamili kwa ajili ya kile ambacho kinachoendelea huko Morocco, ambapo wameweza kuwasili salama na wakapata mapumziko kidogo kwa ajili ya kuweza kuiweka mwili sawa, lakini tayari wameingia kwenye kiwanja cha mazoezi kuhakikisha kwamba wanafanya yale ambayo yanawezekana. Kwa hiyo kwa sasa kile ambacho kinachosubiriwa ni kuweza kuona mambo yatakuwaje. Hapa nazungumzia katika mission ambayo Young Africans ambayo wanakwenda nayo. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona ni yapi atakayojiri, ila Yanga sare dhidi ya Farabati inatosha kwenda robo fainali. Kwa hiyo sasa Yanga wanapaswa kuweza kujihakikisha kwamba hawapotezi mchezo huu kwa magoli mengi. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.